Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 28 hadi ya 30. Yesu anatoa mwaliko kwa wale wote ambao wapo kwenye mateso. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Aliwaona watu ambao walikuwa na hekima zao, walijiona kabisa wana akili, wakawa na vyeo, vile ambavyo walikuwa wanateseka kwa mizigo mizito walikuwa nayo. Na mzigo moja wapo ulikuwa ni mzigo wa dhambi. Dhambi ikielemewa, ikikuzidia ndani ya nafsi yako, utajikuta si mtu mwenye furaha, utajikuta ni mtu mwenye hasira, utajikuta ni mtu ambaye magonjwa yote yako kwako, kwa sababu kuna magonjwa mengine ya kutokusamehe ambayo yanakupelekea hadi visukari. Mizigo yote ipo kwako, kiasi kwamba hata utulivu kwenye nyumba yako unakuwa huna. Muda mwingi ni kusafiri, muda mwingi ni huku hospitali kwenda mmoja kwenda nyingine. Ni mizigo ya magonjwa imekuelemea. Mizigo ya ulevi imekuelemea, kwamba umejenga nyumba yako nzuri, umeweka kila kitu. Matokeo yake wanaokaa katika nyumba hiyo si wale ambao walikuwa wamehangaika na hizo kazi, nayo ni mizigo. Na akatoa mwaliko akasema, basi njooni kwangu ninyi nyote ambao mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Anasema kwake kuna pumziko. Yeye yuko tayari kuweza kutoa huo mzigo wako ambao uko nao, akaweka pembeni na baadaye ukawa huru. Yuko tayari kuweza kumtoa, yuko tayari kuweza kumpokea huyo mtu ambaye umemweka ndani ya nafsi yako mpaka moyo wako unajikuta kama ni mzito, huna furaha. Yuko tayari kuweza kumpokea huyo mtu ambaye amekusababishia matatizo na baadaye ukajisikia mwepesi. Na anasema kwamba sehemu ambayo mwanadamu anateseka sana katika swala zima la mzigo ni katika swala zima la nafsi. Anasema kwamba jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ukishindwa kumsamehe mtu ukamtoa ndani ya nafsi yako, utakuwa na mzigo mkubwa sana, utakuwa na raha katika maisha yako. Ila basi utakapokuwa na moyo mwepesi wa kuweza kumwachilia mtu toka ndani ya moyo wako, ukamtoa ukampeleka kwa Yesu ukamwachilia, anasema kwamba umeamua kunyenyekea, kuweza kuwa mnyenyekevu. Anasema hata utakapopita katika magumu yote utajikuta kwamba una raha. Maana yake nini? Mlo mmoja kwako ni furaha kubwa sana. Umekosa pesa ni furaha kubwa sana. Nguo moja kwako ambao uko nazo, nguo chache tu ukizivaa kwa furaha, unajikuta unapendeza sana 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 sana. Ila basi kwa mtu ambaye ndani ya nafsi yake ana mizigo, hata uweze kuwa na magari 1000, nguo kuna nyingine ambazo hata una mwaka mzima hujazivaa, unaishi kwenye nyumba kubwa, hutakuwa na furaha katika maisha yako, hutakuwa na raha katika nafsi yako, kicheko hakitakuwepo. Anasema kwamba ukiwa mnyenyekevu, ukiwa na upole, anasema kuna raha ndani ya nafsi yako. Sasa hii raha unayoipata hii, lazima wewe ambao umeelemewa na mizigo ukubali kushuka, kukubali kwamba ni kweli nimepita katika mazingira kama sasa, niko tayari kuachilia vitu kama hivi na kuanza maisha mapya. Ukikubali kumkabidhi yeye akapokea mizigo hiyo, amesema kwamba baada ya hapo utapata raha. Mfano mmoja hapo ambao nimekuwa nikiona watu wakipata raha kubwa sana ni kwenye sakramenti ya kitubio, ambapo Yesu anakuambia, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Unakuja na mzigo wa dhambi kwenye sakramenti ya kitubio. Ukifika pale, ukiutua ule mzigo wa dhambi, umeuacha pale, umemkabidhi Yesu, umemkabidhi padri katika sakramenti ya kitubio. Anasema ukitoka pale unajisikia mwepesi, unajisikia raha ndani ya nafsi yako. Kama huna raha, nenda kwenye sakramenti ya kitubio. Kama huna raha, msamehe ndugu yako, waachilie wale watu ambao umeweka ndani ya nafsi yako, utapata raha. Mwenyezi Mungu akubariki na kulinda siku ya leo, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.